One News Media at Miuntown. Truth, speed, impact. Amani ya Bwana iwe nawe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa One News Media. Basi tunakaribisha kwenye habari yetu hii toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama kauli yetu ya kila siku, hakikisha una subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kufuatilia habari zetu na kuzipata saa zozote, asubuhi, mchana, magharibi. One News Media, karibu tukupashe. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni. Mkutano mkuu wa Marekani na Afrika ulianzishwa hii siku ya kwanza mjini Luanda nchini Angola chini ya neno la njia ya ustawi sawa maono ya pamoja ya uhusiano kati ya Marekani na Afrika. Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi anahudhuria kwenye mkutano ule mkuu na kuwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa msemaji wake Bibi Tina Salama, katika mkutano ule yatazungumziwa mambo mengi sawa upanuzi wa mabadilisho ya biashara, uwekezaji na uhusiano wa biashara kati ya Marekani na Afrika. Mazungumzo ya amani kati ya makundi ya silaha ya jimbo la Ituri pamoja na viongozi wa kimila na wakuu wa makabila yalianzishwa hii siku ya kwanza pa Aru, mtaa unaopatikana kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 300 kaskazini ya Bunia. Mazungumzo yaliandaliwa na wakuu wa jimbo katika usaidizi wa MONUSCO, yana lengo ya kusimamisha mapambano na kurudisha uwezo wa serikali ajili ya kuruhusu kurudi kwa mamia ya wahami katika vijiji vyao. Mjumbe maalum wa Radio Kapipa Aru ni Martial Kizabiamungu. Taarifa yake inasomwa na Elise Kavira. Ni watu zaidi ya 11 kutokea katika maeneo 5 za jimbo la Ituri walishiriki katika mkusanyiko huu wa maongezi kuhusu amani. Wawakilishi wa makundi yenye silaha Codeco, Autodefense, FRPI, FPIC, chini ya Tuna, PAMI, pia wami na mashirika za wanawake, vijana, hata manaibu kitaifa, pia manaibu wa mkoa. Maongezi hiyo itadumu siku 5. Watazungumzia kurudi kwa amani, ulinzi na mshikamano wa kijamii. Washirika hawa watazungumzia pia matokeo ya maongezi ya amani ambayo ilifanyika kwa tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka 2023 kulingana na waliopanga mkutano huu, ambao lengo ni kuwalazimisha makundi yenye silaha waache silaha zao ili wakaaji waliokimbilia mahali pengine warudi kwao. Kamanda wa 32e Region Militaire aliwakumbusha vijana hawa ambao walichukua silaha ili kupiganisha inji wajibu kwa wito huu wa mkuu wa inji kuhusu kurudishwa kwa usalama wa kudumu katika maeneo haya ambayo yameteswa sana na vita. Upande wake, MONUSCO anathibitisha ahadi yake ya kusaidia mchakato wa amani ili kuhakikisha usalama wa watu katika maeneo zao. Na katika mtaa wa Beni jimboni Kivu ya Kaskazini, wakulima wanaanza kurudi polepole katika mashamba yao tangu juma chache katika barabara Eringeti Luna Ndalia, hali inaotokana na utulivu katika eneo hilo na hasa mwanzo wa ukarabati wa barabara hiyo iliyoachiliwa tangu zaidi ya miaka 4 kuambatana na ukosefu wa usalama uliosababishwa na maovu ya wanamgambo wa ADF na wa makundi ya silaha ya mahali. Wakuu wa kiserikali wanafurahishwa na kuzidishwa kwa askari wa vikosi vya jeshi la pamoja FARDC UPDF katika eneo hilo kwa ulinzi wa raia. Maelezo mengi na Mark Marofimbo kutoka mji wa Beni. Vijiji vile vilivyokauka yamepita miaka 4 sasa na wakaji yaanza kurejea katika hali yake ya kawaida. Ni vijiji vya milimo vipatikanavyo kati ya Eringeti jimboni Kivu ya Kaskazini na Luna hadi Ndalia kwa upande wa kusini mwa mtaa wa Irumu jimboni jirani ya Ituri, ambao watu waanza kurudi mashambani mwao. Walimaji wakitokea Oicha, Kokola, Maimoya, Eringeti, Luna na hasa wengine toka Komanda waanza kurudi huko kwa kuendesha kazi yao ya mlimo. Huko jeshi ya msako ya pamoja FARDC UPDF walirundikwa kwa kuwasaka wahuni wa ADF, na hiyo ilitoa fursa kwa wakaaji walimaji kurudi mashambani mwao. Alishuhudia kiongozi mmoja wa kijiji akina Kambale mtoka Kambale, alisema kwamba watu waanza kurudi mashambani mwao kwani jeshi waendesha vyema kazi yao ya ulinzi na habari zote za fununu kuhusu usalama wao yaanza kutoweka. Tuwakumbushe kwamba wataalamu wa kijeshi wa kazi ya ukarabati wa barabara kunako jeshi la Uganda na Kongo waendelea na kazi ya ukarabati wa barabara hiyo inayotoa fursa kwa magari kuenda kubeba mavuno ya shamba kwa kuzileta kunako miji. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi. Na hali ya usalama
na ya kibinadamu inaendelea kuzorota katika maeneo mengi ya utawala wa Bwito mtani Ruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kati ya mapambano ya siku ya 6 iliyopita na ya siku ya Mungu baina ya wanamgambo wa AFC M23 na makundi ya silaha ya mahali, karibu watu wawili waliuawa na wengine wawili walijeruhiwa pa Nyanzale. Wakati huo huo, wahami wanaendelea kufika kwa wingi upande wa Bambo ambako wanaishi katika hatari kuu. Na miili mingi ya watu inabaki yenye kuzikwa karibu siku 5 kisha ajali iliyojitokeza katika eneo la madini la Bibatama D3 katika mtaa wa Masisi. Matokeo kutoka vyanzo vingi vya habari ni ya kuuawa kwa karibu watu 20 na zaidi ya 10 walijeruhiwa. Wakati huo wengine watu huenda wanabaki katika udongo sababu wachimbaji wanatokea pande nyingi. Ni ajali iliyofanyika tarehe 19 Juni katika eneo la madini ya Coltan na Kasiterit ya Rubaya Bibatama lenye kudhibitiwa na wasi wa AFC M23. Miongoni mwa wahanga kuna wanawake na watoto, zasema duru zetu. Walimu wa mtaa wa Idiofa wanatisha kuanza mgomo wa kazi tangu hii siku ya kwanza kama awapokee mishahara yao kupitia Afriland First Bank. Kwa mjibu wa viongozi wa makundi mbalimbali ya utetezi wa walimu wa mtaa huo wa jimbo la elimu la Kwilu ya 3, hadi siku ya leo awayapokea mshahara wa mwezi wa 5 na tena hawana mafasirio yote kutoka Afriland First Bank. Hata hivyo, Gilbert Impom, mmoja wa walimu wa viongozi wa watetezi wa jimbo la elimu la Kwilu ya 3, anashutumu hali hiyo mbaya wanaotendewa. Ni kupitia masemi yaliyochukuliwa na Plontin ya Mbenga na kutafsiriwa moja kwa moja na Elise Kavira. Walimu wa Idiofa hawajawahi kupokea malipo yao ya mwezi wa 5. Kwa hiyo siku ya kwanza walimu watashuka mitaani kudai malipo yao ya miezi 2, ndio kusema mwezi wa 5 na mwezi wa 6. Kwa sababu kwa kawaida kwa wakati huu tarehe 22 ya mwezi wa 6 serikali tayari imetayarisha malipo ya mwezi wa 6. Lakini tunashangaa kuona kwamba benki Afriland ambayo haikuwahi kupanga malipo ya mwezi wa 6, baada ya kufuata kauli ya chama ya kuomba malipo ya miezi 2, wametayarisha malipo ya wafanyakazi wa Sekope, ya wachaguzi na ya wale wa tarafa ya mkoa. Jueni kwamba juhudi zetu zote kwa kupata maoni ya kiongozi wa kituo cha Afriland First Bank Idiofa hazikufaulu. Ajali ya moto ilijitokeza siku ya 6 usiku katika hospitali kuu ya Kintambo hapa mjini Kinshasa na kupelekea kuunguzwa kwa pande kubwa lake la 3. Ni pande lenye kuwa na chumba cha mkutano, vyumba vya madaktari na wauguzi na vyumba vya kulaza wagonjwa. Uchunguzi uliandaliwa kwa kufahamu sababu za ajali hiyo, lakini kwa sasa hakuna namna ya kuwasili katika pande hilo la 3, ila kazi zingine zinaendeshwa bila shaka katika hospitali hiyo. Liwali wa jimbo la Kongo Central anaomba askari wa vikosi mbalimbali vya polisi ya taifa wazidishe juhudi, uangalizi na mahudhurio katika utimizi wa kazi yao. Wito huo wa liwali wa jimbo la Kongo Central ulifanyika hii siku ya kwanza mjini Matadi wakati wa maandamano ya kubadilisha na kuachiana uongozi kati ya kamisa mpya na wazamani wa polisi jimboni humo. Grans Kwanga Bilolo alihakikisha kwamba hadi sasa ukosefu wa usalama unaendelea kudumu katika jimbo hilo. Na katika mpango wa kupinga rushwa na utumivu mbaya wa fedha za serikali, kituo cha uhalifu na patolojia ya kijamii ya University ya Kinshasa kiliandaa mkutano mwisho wa juma jana chini ya mada ya uwezo wa vituo vipya vya sheria ya kiuchumi na fedha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwakili Carlos Ngwapishi wa tawi la Kinshasa Gombe na tena mtafiti katika sekta ya uhalifu wa uchumi alichungua mradi wa sheria kuhusu uundaji wa tribunali ya hukumu ya uchumi na fedha. Mradi huo unasubiri uchunguzi katika baraza ya bunge la taifa na unatazamiwa sawa sheria ya uongo. Kutokana na uchunguzi wa mwakili Carlos Ngwapishi, uundaji wa tribunali hiyo ni jibu ya kisiasa, lakini sio suluhisho kiufundi kwa uhalifu wa uchumi kutokana na utengaji katika mashtaka wa wakuu wengi wa kiserikali. Na waalika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu chini ya uongozi wa mwenzetu Elise Kavira. Radio Okapi. Invité en Swahili. Tunayempokea leo ni msimamizi wa wilaya ya Fizi,
anayeitwa kwa jina ya Sami Kalonji Badibanga. Tulizungumza naye wakati serikali ilifika huko Kasaba baada ya janga ambayo iliwafikia wakaaji. Watu zaidi ya 100 walipoteza maisha katika janga hili. Tumfate Sami Kalonji Badibanga kwa kipaza sauti kia Radio Okapi. Kiongozi wa mtaa wa Fizi Sami Badibanga, jambo. Tangu kijiji cha Kasaba katika mtengamano wa mtaa wa Fizi kupatikana na janga ambalo limesababisha kifo cha watu zaidi ya 100, ujumbe toka Kinshasa na mwingine toka uongozi wa jimbo ulitembelea pale. Nini imezungumziwa ya maana? Tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka tunao tulisindikiza delegation kubwa sana kutoka Kinshasa ya ministre mwenye kuhusika na mambo ya asili ndani ya nchi yetu ya Kongo, Mheshimiwa Mwami Ndeze, na gavana wa jimbo Jean-Jacques Purusi na makamu wake Jean-Jacques Lakano kwenda kijiji Kasaba tarafani Fizi, sekta ya Nkanja, groupement ya Babungwe. Ni kijiji kenye kilipata janga ya mafuriko tarehe 9 ya mwezi wa 5 mwaka tunao. Watu wengi walikufa na wengine walikazikwa na matope ndani ya udongo. Manyumba za kutosha ziliharibika na vitu vingi vya samani vilipotea na kuharibika na maji ya Bieka na mtoni ya Kasaba. Alafu wale walionusurika maafa yale wanaweza tegemea nini kisha ziara hiyo ya viongozi wa jimbo na wa nchi? Aidha, delegation ya Kinshasa ilikuja kupatia watu pole, kuangalia namna kani wanapaswa kuja kusaidia wa ndugu zetu wenyewe walipoteza vitu ya samani na kupoteza wapende wao mu hii jangwa ya mafuriko ya Pakasaba. Tuliwahi kuzungumza na delegation ya Kinshasa kwa kuona kisi barabara namba 5 ya tarafani Fizi inaribika na makari kubwa azipite tena zaidi, mamoto zinapata shida wakati ya mvula, matope ziko mingi. Viongozi wa mtaa wanakuwa pia na malalamiko chungu tele. Hiyo ilikuwa fursa kwenu kuwaelezea watawala, wakilishi wa waziri wa mambo ya ndani, shida mnazokumbwa nazo ajili ya kufanya kazi mlioipewa na rais wa nchi katika maeneo mliopewa kuongoza. Tulionesha delegation yetu kuhusu mishahara ya wa administrator 115 tankia wako kumadarakani au yapata mishahara zao miaka 3 hii wanatumikia bure. Wanashukuru kwa kuona prima specific wanaipata, lakini ngali matatizo kwa sababu kuna wa administrator wengine wa matarafani mpaka hivi hawajapata hiyo prima, na mabengi zenye zinalipa zimoja ziko ngambo ya wawasi. Administrator wa tarafani Fizi bwana Sami Kalonji Badibanga alionyesha kwamba serikali ya Kongo ikumbuka wa administrator wa tarafani 115 ya Kongo mzima. Serikali yetu ya Kongo ikumbuke kutengeneza barabara namba 5 kwa sababu ni barabara kubwa sana, na hiyo barabara njoo inaleta maendeleo ndani ya tarafani Fizi. Administrator tarafani Fizi aliomba tena kwa serikali yetu ya Kinshasa ya kuangalia jambo ya usalama ndoko ndani ya tarafani Fizi, mabarieri zinajiji ya wa ndugu yetu wazalendo. Tatizo ya kule yulu kubilima birefu ya tarafani Fizi kuna vita kali kati ya wazalendo na jeshi letu kupikanisha kwa kuleta usalama na kupikanisha waadui wa nchi Tukaneo na Red Tabara. Kuna wasoda wako wanapika masasi kila siku mwa vijiji vyote vya kuanzia Kananda, Mukera, Kasonge, Rukezi kule kote yulu kwenye kukuvita. Wakahaji wa hizi eneo wanateseka sana. Tuliongea mengi na delegation yetu kuhusu maendeleo ya tarafani Fizi. Ninakushukuru Bwana Sami Badibanga, kiongozi wa mtaa wa Fizi. Radio Okapi, dossier en Swahili. Jimboni Ituri, watu zaidi ya 50, mingi kati yao vijana, wanajifunza kazi mbalimbali tangu siku ya kwanza kwa tarehe 8 mwezi wa 6 katika mji wa Bunia. Wanawafundisha kutembeza gari, kupiga chakula, kutumikia kidijitali ama informatique na kujifunza anglais, français na lugha zingine. Mafundisho hii ni mpango wa shirika Le Bâtisseur ili kupiganisha ukosefu wa kazi na kuwasaidia vijana hawa.
Tufate ripoti ya Martial Kizabiamungu. Mbali ya ufundi ya mekanike na udereva, mafunzo hii inahusika pia kukata na kushona nguo, kujipodoa, estetika, mafunzo ya kompyuta na kujifunza lugha hasa Kifaransa na Kiingereza. Mhusika ya mafunzo kwenye shirika la Rebatisser anasema mafunzo yote inaingia ndani ya mpango yao ya kujitumainia ya vijana. Kwa mjibu wake tu, anasema mafunzo hii ina lengo ya kuwapa vijana ujuzi wa vitendo ili kuwawezesha kujikwamua kiuchumi na hivyo kuepuka kuingizwa katika vitendo vya aibu, hasa sana uhalifu, kuandikishwa na makundi yenye kushika silaha. David Kazurunga, umoja ya walimu: tunakuwa na madepartement mbalimbali, conduite automobile tuko omwe na 22 personnes benye biko sasa ku formation, na ku mécanique automobile tuko na plus ou moins 42 apprenants benye biko ku formation, tuko na bengine biko ku informatique, art culinaire, bengine biko ku agropastoral kule ngambo ya pili, bote biko nafanya formation. Mafunzo hii pia ni njia ya kukabiliana na mahitaji halisi ya vijana kwa kukuza uwezo wao katika njia mbalimbali za maisha, kama gisi wameshuhudia hawa wanafunzi. Niwe kushona mzuri njo hivi un jour kama mitapata occasion ya kufungula atelier yangu niye kushona. Enyel ni motive iko kwa juu siku mwa ni kwe amezire vile ya kukata nguo yangu. Sabali ba jeune wana bakia ku quartier biko unavuta bangi, unawapatia conseil gani? Mimi nawapatia conseil bakuye basome kwa juu kesho bakuye vile capable kwa kufanya kazi quelque part. Pastor James Biensi, msimamizi ya shirika la Rebatisser, anatosha wito kwa serikali, shirika za kihutu na watu wa roho mzuri wapate kuwaletea msaada ajili waendelee shughuli yao ya kusaidia jamii. Sasa umeona ya kwamba siku zimepita sana, hatujapata msaada mwingine wowote. Kwa hivi wenye watasikia wanaweza kuja wachangie kwa njia moja ama nyingine kuona namna gani tuendelee. Muundo huu pia unapanga kipindi cha mafunzo maalum Julai ijayo kwa manufaa ya wanafunzi walio likizoni ili kuwapa kitu cha kufanya katika kipindi cha likizo kubwa. Nikiripoti kutoka Bunia, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante kwa wote walioungana nasi. Kwa Irini. Acha tuseme tena asante ndugu mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia media yetu hii. Tunashukuru, tutaendelea kupatia habari zetu za kila siku na habari za ukweli na kamili kupitia One News Media. Basi tunakumbusha tena kufuata kitu kimoja, hakikisha una subscribe na comment na kushare ili uendelee kupata habari zetu za kila siku, asubuhi, mchana, magharibi. Hatukosi habari nzuri za kweli na za kamili. Kweli tunakuomba uendelee kusubscribe kwenye channel yetu. Mtangazaji wako ni Idi Elisha kupitia One News Media.